Watu wengi wanaishi na magonjwa bila kujua ukweli wake, na wengine wanapoteza maisha kwa sababu ya kuamini imani potofu. Naitwa Mustafa. Karibu kwenye Nyota Tano za Afya. Leo tumepata bahati ya kutembelewa na mgeni, daktari kutoka kituo cha afya Royal Polyclinic, Dr. Heri. Dr. Heri, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru. Dr. tuanze na nyundo ya kwanza. Kumekuwa na minong'ono kutoka kwa baadhi ya watu, wengi wakidai kwamba pressure ni ugonjwa ambao unawapata wazee peke yake na sio vijana. Wewe kama mtaalamu, hili na ukweli kiasi gani? Hebu tueleze. Kuhusu pressure, na umri niseme ni vitu ambavyo vinaendana kwa pamoja. Nitoe tu utangulizi ndugu mtangazaji kwamba kadiri umri wako unavyoongezeka zaidi, yani kadiri unavyokwenda uzeeni, ndivyo ambavyo unakuwa kwenye hatari kubwa zaidi ya kupata pressure. Lakini hii haimaanishi kwamba kuwa kwenye umri mdogo kama kwako ndugu Mustafa au kwangu haikutoi katika kundi la watu wenye uwezekano wa kupata pressure, kwa sababu pressure huwa ina sababu nyingi. Mojawapo ukiachilia na umri, lakini pia pressure inaweza ikawa ni umepata kwa kurithi. Pressure pia inarithika kutoka kwa kizazi kimoja hadi kizazi kingine, lakini uwepo wa uzito mkubwa kama ndugu Mustafa, utakuwa una kitu tunaita body mass index kubwa au BMI, basi utakuwa katika hatari pia ya kupata ugonjwa wa pressure. Lakini wakati mwingine pia kama una magonjwa kama vile madhara katika figo, yani ugonjwa wote ambao unahusisha figo, au ugonjwa katika tezi tunaita tezi ya thyroid ambapo iko shingoni, kama umewahi kumuona mtu wa aina hiyo, pia unakuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa pressure. Lakini sababu kubwa katika kizazi chetu cha mimi na wewe hiki cha leo ndugu Mustafa, ni mfumo wa maisha. Watu wengi wanapata pressure kutokana na mfumo wa maisha ambao wamekuwa nao wanaishi. Matumizi ya sigara, matumizi ya pombe kwa vijana, na hasa wengi ni stress, ni chanzo kikubwa sana cha kupata pressure. Kwa hiyo uwepo wa umri au kuondoi katika uwezekano wa kupata pressure. Inawezekana bwana Mustafa ukajiona uko sawa, lakini tukileta mashine tukikupima hapa tukakukuta una pressure kuliko hata pressure ya mzee wako, kwa hiyo ukawa umemzidi, ukawa kwenye hatari kubwa zaidi. Naam. Nyundo ya pili nasema Dr. Heri kwamba watu wengi wanaamini kuwa kama hujisikii dalili yoyote basi wewe utakuwa hauna pressure. Hivi wewe kama mtaalamu unalionaje hili, ama ukweli ni upi kwenye hili? Tuambie. Dhana hii si harisi sana kiuhalisia. Dalili za pressure, dalili ya haraka wengi wamezoea kuumwa kwa kichwa, lakini pressure unaweza ukaitem kama the silent killer, kwamba unaweza ukawa una pressure, unatembea, unafanya shughuli zako za kila siku, lakini bila kujijua wewe mwenyewe. Kwa mfano bwana Mustafa, unaweza ukampata mgonjwa akatoka nyumbani akiwa vizuri tu, ukamka asubuhi ukaenda kwenye majukumu, lakini ukadondoka ghafla, kumbe ulikuwa na pressure ndani ambayo haukuwa na dalili yoyote. Sawa bwana Mustafa? Yes. Kwa hiyo unaweza ukawa na pressure, yes, bila kuwa na sababu, kuwa na dalili. Yes, ndio maana tunasisitiza umuhimu wa watu kuwa na uhakika wa kupima na kucheki afya mara kwa mara. Hii itakuweka katika hali nzuri ya kujua kiwango chako cha pressure clear. Sasa tunaingia katika nyundo ya tatu. Kama tulivyokubaliana tuna nyundo 5. Yes. Na hapa ndo kwanza tuko nyundo ya 3. Tunaendelea. Nyundo ya 3 nasema kwamba watu wengi wanaamini kwamba ukianza kutumia dawa za pressure huwezi kuziacha maisha yako yote. Wewe kama mtaalamu, lina ukweli kiasi gani hili? Inaweza ikawa na ukweli kwa asilimia 55 mpaka 60. Matibabu ya pressure huwa mara nyingi yanategemea na kitu gani kimekusababisha upate pressure. Bwana Mustafa, kama nilivyotema hapo awali kwamba kuna sababu nyingi zinampelekea mtu akapata pressure. Mojawapo inawezekana ikawa ni uzee. Kadiri unavyozeeka, baadhi ya viungo, kwa mfano mishipa ya damu pamoja na moyo,
huwa vinapunguza uwezo wake wa kufanya kazi kawaida. Kwa hiyo unaweza ukapata pressure kwa sababu hiyo. Lakini figo pia nayo inapunguza uwezo wake wa kufanya kazi kawaida. Lakini pia chanzo kingine, unaweza ukawa una matatizo ya figo au ukawa una tezi ya thyroid kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo mtu mwenye pressure kwa sababu ya tezi ya thyroid au kwa sababu ya ana shida kwenye figo yake ni tofauti na mtu ambaye anapata pressure leo hii kutokana na uzito mkubwa, au mtu anayepata pressure kutokana na kutumia sigara au pombe, au kutokana na stress. Kwa mfano, mtu mwenye stress akipata pressure anaweza akatumia dawa kwa kipindi kifupi, na stress inapokuwa imeondoka anaweza akalikava na akarudi katika hali yake ya kawaida, kulinganisha na yule mtu ambaye ana magonjwa endelevu au ugonjwa wa muda mrefu ambao ukawa ni chanzo au sababu ya yeye kupata pressure. Kwa hiyo utumiaji wa dawa, unatumia kwa muda gani dawa za pressure, inategemeana na kitu gani kimekusababisha Bwana Mustafa ukapata hiyo pressure. Nyundo ya 4 inasema watu wengi wanaamini kuwa kupunguza chumvi pekee kunatosha kabisa kujiepusha na pressure. Hili kwako kama mtaalamu lina ukweli kiasi gani? Wako sahihi kabisa, kwa sababu matumizi ya chumvi ya muda mrefu, na nikuweke wazi Bwana Mustafa, sio chumvi peke yake, wengi wanafahamu chumvi, lakini matumizi ya vyakula vyenye mafuta kwa muda mrefu au wingi wa mafuta ndani ya mwili tunaita cholesterol. Hivi vyote, chumvi na mafuta, ni moja ya sababu kubwa au risk factor za kukusababisha ukapata pressure. Kwa hiyo kama utaweza kupunguza matumizi ya chumvi pamoja na cholesterol, basi utakuwa kwenye wakati mzuri au utakuwa kwenye hali nzuri ya kuwa na uwezo wa kuepuka kupata ugonjwa wa pressure kama hauna, au kama utakuwa tayari umeshapata pressure kutokana na sababu kadhaa, basi utakuwa kwenye hali nzuri ya kufanya pressure isiweze kuleta madhara makubwa zaidi katika mwili. Sawa, nashukuru sana. Na pia nikupe pole kwa maana nyundo zinazidi kupamba moto. Na sasa hivi tunamalizia nyundo ya 5 na ya mwisho kabisa kwa siku ya leo. Nyundo ya 5 nasema kwamba watu wengi wanaamini kuwa stress peke yake haiwezi kusababisha pressure. Wewe kama mtaalamu wa afya, hili lina ukweli kiasi gani? Bwana Mustafa, stress ni chanzo kizuri sana cha pressure, especially kwa vijana wa umri kama wa kwako. Nikutolee tu mfano kwa sababu tuko karibu. Kwa vijana wengi wa umri kama wa kwako au kwa vijana wa kizazi chetu hiki cha leo, wengi wanapata stress kutokana na msongo wengi wanapata pressure kutokana na msongo wa mawazo. Mfumo wa maisha, harakati za utafutaji zinamfanya mtu anakuwa katika msongo unapelekea kitaalamu hormones zinakuwa imbalance, neurotransmitters zinakuwa hivyo ziko imbalance, na mwisho wa siku ikakupelekea kupata ugonjwa wa pressure. Kwa hiyo moja ya sababu ya msingi sana na ya kawaida ya pressure ni uwepo wa stress za maisha. Nadhani kwa leo nyundo zetu 5 zimefika tamati, na pia nikupe pole na pia nikupe hongera kwa sababu umeweza kuzipangua nyundo zetu 5 kama zinavyotakiwa. Sisi kama wataalamu wa afya huwa wakati wote tunatamani katika wale maadui watatu ambao Mwalimu Nyerere aliwazungumza kwamba elimu, ujinga na umasikini, ujinga na maradhi, basi hasa katika pati ya maradhi ambayo sisi ndio watendaji wakuu, tunatamani hili tatizo lisiwepo kabisa. Ikiwezekana kizazi kitakachokuja Bwana Mustafa, kama kitakuwepo, basi iwe ni kumbukumbu kwamba kulikuwa kuna adui anaita maradhi, kwa kuweza kuishi katika hali ya huru mbali na kifungo hiki cha maradhi. Asante sana. Paka kufika hapa tumefika tamati kabisa ya kipindi chetu cha leo, nyundo 5 za afya. Mwisho wa kipindi cha leo ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Usisahau ku like, comment, kusubscribe kwenye channel yetu ya Royal Polyclinic. Naitwa Mustafa. See you next time. Bye bye.